muda mfupi au mrefu wa maneno ya Mungu. Tuko ibada ya pili na kijana mmoja sema kuna ibada ya tatu. Mwambie usikose. Twende pamoja katika thank you. Twende katika kitabu cha Zaburi 35 mstari wa 13. Zaburi 35 mstari wa 13. Mpe sauti. Neno la Mungu linasema, bali mimi walipougua wao, nguo yangu ilikuwa gunia, nalijitesa nafsi yangu kwa kufunga, maombi yangu yakarejea kifuani mwangu. Maombi yangu yakarejea kifuani mwangu. Bwana alibariki neno lake katika jina la Yesu. Nilijitesa nafsi yangu kwa kufunga. Nilijitesa nafsi yangu kwa kufunga. Na maombi yangu yakarejea kifuani mwangu. Okay, naenda kuna ujumbe ambao uko mbele yetu ni jinsi ya kuomba pamoja na kufunga. How to pray with fasting. Sina hakika kama kuna mtu hapa ambaye hajawahi kufunga hata ile ya jumla. Lakini kwa sababu ya umuhimu wa somo la kufunga, mara kwa mara tunakumbushwa. Kuna masomo ya msingi katika kanisa na katika misingi ya Ukristo ambayo lazima yatiliwe msisitizo mara kwa mara, kwa sababu kanisa linaongezeka na kanisa ni kama yani waliokuwepo wiki iliyopita, waliokuwa mwezi uliopita, usifikiri ndio wale wako leo. Kuna wale ambao vigunge wapo lakini wapo ambao wanapita, nao wanatakiwa wapate baraka yao. Hallelujah. Kwa hiyo because the church is a community that is mobile, especially kwa makanisa ya mjini. Kwenye makanisa ya mjini kwamba kuna kondoo wengine wanazunguka makanisani, wanatafuta, wakikuta kuna chakula kizuri wanatulia pale. Vikianza kutoka viporo hao wanaondoka, wanatafuta. Mimi silagi viporo, mimi nataka fresh food. So whatever it is, so as a pastor you have a great responsibility to feed them all, regardless of their shortcoming, regardless of their goodness. Lazima mambo ya msingi yarudiwe hapa na pale
ili, kwa sababu tunaangalia kitu kinachoangaliwa na Bwana ni kwamba kondoo awe na nguvu ya kumfanya aingie mbinguni kwa ushindi. Akiingia mbinguni kwa ushindi, basi mapenzi ya Mungu yametimia. Maombi ya kufunga ni ya msingi sana, ni ya msingi na ya muhimu sana katika maisha ya kanisa na katika maisha ya muumini. Naomba tupitie mambo kama 3-4 kuhusu kufunga kulingana na muda wetu ulivyo. Kama basi tutaendelea zaidi, lakini cha kwanza naomba tuende na hiki kipengele cha kwanza, namba 1. Kama wewe ni una rekodi, namba tuende katika Mathayo 6 mstari wa 16. Neno la Mungu linasema, tena mfungapo msiwe kama wanafiki wenye uso wa kukunjamana, maana hujiumbua nyuso zao ili waonekane na watu kuwa wanafunga. Amin, nawaambia wamekwisha kupata thawabu yao. Okay, hilo andiko moja kwa moja linatupapisha kwamba usifunge ili uonekane na watu umefunga. Lakini neno ambalo linabeba kichwa cha namba 1, tena mfungapo. Kwa hiyo unaweza ukaandika tu tena mfungapo, sio unapotaka kufunga. Hiyo sentensi imekamilika. Tena mfungapo, hilo ndio neno la Bwana Yesu, sio unapotaka kufunga. Unaongezea hapo, inakuwa imekamilisha ujumbe wa somo la namba 1. Hapa Yesu, sentensi hiyo anasema tena mfungapo, inaashiria kwamba maisha ya kufunga ni ya kawaida kwa Mkristo. Tena mfungapo maana yake ni kwamba sio kitu kigeni kufunga kwa waamini. Kwa hiyo ila mfungapo msiwe kama wanafiki, anaelezea. Kwa hiyo kufunga ni tabia au ni maisha ya kawaida ya mwamini. Uwe ya mwamini kuwa na maisha ya kufunga ni muhimu sana. Na naposema maisha ya kufunga, sio yale maisha ya kufunga ya kusubiri tangazo la mchungaji kanisani. Tutakuwa na wiki ya kufunga, tutakuwa na siku 21. Hayo ni ya madhabahuni. Lakini kuna ile kufunga ambayo mwamini unapaswa ujitengenezee kwa ajili ya kujikung'uta mavumbi. Tunapotembea hapa duniani kuna mavumbi yanatuingia. Lazima uwe na kawaida ya kukung'uta mavumbi. Dunia inakusonga kiasi cha kwamba sasa unataka kumezwa na dunia, unashtuka. Sasa mfungu unakutoa kwenye kumezwa na dunia, kwamba huku sio kwangu, mimi ni wa upande huu. Kumbuka kwamba baada ya kuokoka, roho ina njaa ya kumpendeza Mungu, mwili una njaa ya kuipendeza dunia. Kuna nguvu inashindana huko ndani. Mwili unataka ufurahishe mambo ya dunia, na unajikuta kwamba una marafiki wengi wanaoipenda dunia. Kwa hiyo unavutwa nao. Ukifika pale unapiga story masaa 5. Ukienda kwa warokole nusu saa inatosha. Sasa mwisho wako unaweza ukajielewa kwamba utakuwa wapi. Sawa? Pale unapokaa zaidi ndio unapomezwa. Pale ambapo unakaa zaidi, pale ambapo kinachomjaza mtu moyoni
Usifikiri mtu anatoka tu na maneno, amekaa mahali mpaka yale maneno yamemjaa. Amekaa mahali mpaka maneno yamefanyaje? Yamemjaa, kwa sababu ndio stori za kijiwe anachoendaga. Unaendaga jiwe gani wewe? Liko jiwe la ghorofa ya 11, wewe unaendaga jiwe la ghorofa la 11 limeweka mawe ratiba za kutosha. Kama huwezi kupanda lifti, liko limewekwa lingine huko uliko nyumbani, unaingia tu kwenye mtandao, uko connected. Sasa dunia inatutaka sana, na roho inataka kumpendeza Mungu. Kuna wana wa Mungu ambao wengine ambao wako kwenye World Cup walikuwa wanatumia ile fursa kuhakikisha wanaonyesha kwamba wao ni wa Yesu. Wamevaa t-shirt ndani inaonyesha Yesu ni mfalme. Akimaliza tu hivi analitoa lile la nje, kamera zinarusha. Hiyo ni mtu anafanyia kazi fursa. Hiyo ni fursa, maana World Cup inaangaliwa na watu karibu bilioni 2-3. Sasa kama hawezi kuhubiri mtaani, basi anahubiri tu kwa kutoa t-shirt ya juu. Na waandishi wanamfuata, kwa nini ulitoa t-shirt? I belong to Jesus. Amehubiri hapo. Kumbe na yule naye anampenda Yesu. Sasa kuna lazima tuhakikishe kwamba tunaushinda mwili unaotaka kuipendezesha dunia. Roho inataka kumpendezesha Kristo. Kwa hiyo iko vita ndani. Sasa ili kuishinda hiyo vita, lazima pawe na retreatment ya mara kwa mara, ambapo unajipangia kila mwezi nitakuwa na siku zangu 2-3 za kujikung'uta, nisije nikaenda bila kujua nikajikuta nimemezwa na dunia. Kwa hiyo kuwa na maombi ya binafsi kabla ya yale ya kutangaza yale ya mchungaji, uwe na ya kwako. Haleluya. Yesu akasema tena mfungapo. Kwa hiyo kufunga ni kitu ambacho ni maisha ya kila muamini. Hakusema kwamba tena mpangapo kufunga, hiyo ni hiari. Hapana. Tena mfungapo, kwa sababu anajua kuna karakta ya kufunga kila wakati. Kwa hiyo kufunga ni lazima iwe sehemu ya maisha yako ya Kristo, ili kukaa karibu na Mungu. Kufunga kunatusaidia nini? Kufunga kunatusaidia kuwa wanyenyekevu. Kufunga kunakufanya uwe mnyenyekevu. Fasting makes you humble. Kufunga kunakusaidia sasa humble na humility kwa Kiswahili nadhani ile Kiswahili kina maneno machache zaidi. Fasting help you to be humble, to be humility. Na bila unyenyekevu hatuwezi kuwa karibu na Mungu. Hii sentence naomba iandike hivyo hivyo. Bila kuwa na unyenyekevu hatuwezi kuwa karibu na Mungu. Kwa hiyo maombi ya kufunga yanatusaidia kutusogeza, kutupandisha kiwango cha unyenyekevu. By nature, kwa sababu ya anguko
Sema kwa sababu ya anguko. Anguko ambalo lilitokea na wazazi wetu Adam na Eva limesababisha mwili huu wa nyama umekuwa contaminated, umenajisika, umejaa tamaa za ulimwengu huu, umejaa njaa ya kuipendezesha dunia kwa sababu ya mungu wa dunia hii aliyeitawala muda mrefu. Na bila Yesu, bila wokovu, ile asili ya anguko inatuvuta kama sumaku tuzame kwenye dunia. Kwa hiyo tunapompokea Yesu Kristo tunapata tunazaliwa upya. Bwana Yesu alimwambia Nicodemus, shari tuzaliwe mara ya pili. Wakaongea pale, akamwambia kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, kilichozaliwa na roho ni roho. Tunazaliwa upya katika roho. Lile anguko lilifanya na roho nayo izame kwenye dunia, lakini inapata ufufuo wa utakaso na kuzaliwa upya tunapookoka. Kwa hiyo sasa inataka kumpendezesha Mungu, lakini mwili unataka uvute tena uende duniani. Kwa hiyo ndio hapo inatakiwa uadhabishe. Mwili, utanitii mimi. Nafsi yako lazima utiishe mwili, na kutiisha leo huli wala kesho huli. Utaenda kwenye ibada ya maombi, saa ya chai utasoma neno, saa ya lunchi utapiga magoti kuomba. Umenisikia? Daudi aliambia nafsi yake, nafsi yangu umwabudu Bwana. Is a command. Unailazimisha nafsi yako. Nafsi yako usifikiri kwamba unatakiwa uibembeleze, lazima uitawale, imwabudu Bwana. So kwa hiyo mwili hautaki kufunga. Usifikiri kila kufunga sio kazi rahisi, kwa sababu lazima ushinde mwili mapenzi yake. Okay, zingatia hiyo faida, ni ya muhimu sana. Kufunga kunatusaidia kuwa wanyenyekevu. By nature tuna kiburi. By nature wengine tunazaliwa kwenye mafamilia ambayo yana makando fulani ambayo yani wanaambia kwamba sisi kwetu tuko hivyo hivyo. Mko hivyo hivyo nini? Wako na vyo. Yani hana tofauti, tuko hivyo hivyo. Anasema mtu tena kwa ujasiri kabisa, sisi tuko hivyo hivyo. Usituchezee sisi. Ukikosea ukamkanyaga mtu ambaye mtu akale bado yuko hai, hivi unanijua mimi wewe? Unanijua mimi wewe? Ukisikia hiyo, mtafutie zawadi, mletee. Kwa sababu huwezi kumshinda mtu akale. Shindana na mtu akale aliyesimama. So kufunga kunatusaidia kukunguta mavumbi. Okay, namba 2. Kufunga lazima kuwe mara kwa mara. Kufunga lazima kuwe mara kwa mara. Wakorintho wa pili sura ya 11 mstari wa 26 na 27. Wakorintho wa pili sura ya 11 mstari wa 26 na 27. Wakorintho wa pili sura ya 11 mstari wa 26 na 27. Neno la Mungu linasema, katika kusafiri mara nyingi, hatari za mito, hatari za wanyang'anyi, hatari kwa taifa langu, hatari kwa mataifa mengine, hatari za mjini, hatari za jangwani, hatari za baharini, hatari kwa ndugu za uongo. Naomba urudi hapo. 27. Katika taabu na masumbufu, katika kukesha mara nyingi, katika njaa na kiu, katika kufunga mara nyingi, katika baridi na kuwa uchi. Amen. 27 wacha hapo utoe. Unaona haya ni maisha aliyopitia Paulo.
ambayo alipitia hivyo vitu anavisema mara nyingi, katika baridi mara nyingi, katika nini, yani ni up and down, up and down. Anatupwa kama kinani kinatupwa kwenye bahari iliyochafuka. Lakini kuna kitu ambacho nataka hapo kiangalie katika mstari wa 27. Anasema katika kukesha mara, katika njaa na kiu, nayo ni mara nyingi. Sasa amesema katika njaa na kiu mara nyingi, lakini pia katika kufunga mara nyingi. Kuwa na njaa na kiu ni tofauti na kufunga. Bwana Yesu asifiwe. Kuwa na njaa na kiu alikokutaja pale ni kitu kingine. Maana yake ni kipindi ambacho hapakuwa na chakula. Hapakuwa na chakula. Chakula hakipo. Kwa hiyo anapita katika kipindi ambacho hakuna chakula, hakuna maji. Lakini kwa hiyo hivyo vipindi vigumu nacho alipitia. Lakini anakuja na kuambia na kipindi kingine katika kufunga mara nyingi. What's the difference? Kufunga, hakuna kufunga kama huna chakula nyumbani. Hakuna kufunga kama huna wallet iko empty. Lazima nyumbani friji iwe imejaa na store imefurika. Na wale ambao hawajafunga wanaendelea wanaendelea kukaanga. Sasa huo ndio mfungo. Huo ndio mfungo. Ndio hiyo anasema katika kufunga mara nyingi. Lakini katika njaa na kiu, hiyo ni hakuna chakula, hakuna maji. That's not a fasting. Sawa. Ndio maana Bwana Yesu, tutasoma hapo mbele kidogo. Kwa hiyo andiko hili la Paulo linatuambia kwamba kufunga lazima iwe kitu cha mara kwa mara. It must be an often character. Lazima uwe na maisha ya kufunga mara kwa mara kama Mkristo. Jamani, kuwa mwanafunzi wa Yesu, kuokoka ni kutembea katika njia iliyo nyembamba. Haijawahi kuwa rahisi. Usifanye njia ya kwenda mbinguni pana. Bwana Yesu asifiwe. Njia ya kwenda mbinguni haijawahi kuwa pana. Sasa wewe kama unataka kuifanya pana, sijui unaenda mbingu gani. Haijawahi kuwa pana. It's narrow. Na waionao wachache. Kwa hiyo inakujikana kwingi. Inakujikana kwingi kula kufunga. Dunia inavuta maelfu, umati. Lango lake ni kubwa. Sasa movement za kutufanya tuielekee dunia ni nyingi sana. Kwa hiyo ili kushinda, ndio hapo maisha ya kufunga ya muhimu. Lazima kufunga ili kuishinda dunia ambayo inatuwinda, kutugandamiza. Unafunga ili dhambi nayo kutesa uishinde, ili kiburi kinachojaribu kukupandisha mtu wa kale ukishinde. Ule ukorofi kwenye familia yetu tuko hivyo hivyo, ushinde na wenyewe. Hakuna tabia mbaya ambayo haiwezi kutengenezwa na Bwana. Hakuna laana yoyote ambayo iko kwenye familia ambayo Bwana hawezi kuishughulikia. Bwana ana uwezo wa kutengeneza na kututengeneza tukawa vile alivyokusudia. Kazi ya msalaba ilimaliza kila kitu. Haikubakiza kitu ambacho hakijashughulikiwa. Kwa hiyo usiseme kwetu tuko hivyo hivyo. Ushinde kwa jina la Yesu. Kama umeokoka, iangalie kazi ya msalaba. Kwenye msalaba tunatengenezeka. Msalabani tunatengenezeka wote. Hata wale wa kanda ya ziwa. Kanda ya ziwa tupo. Aida Malingumu tupo.
tunatengenezeka, na wale wa kusini tunatengenezeka, na wale kaskazini ile nyingine tunatengenezeka, na kule ng'ambo kule kwa ambassador tunatengenezeka. Haleluya! Ni wapi kule? I was amazed kwenye timu ya DRC kwenye World Cup, walikuwa na maombi yasiyo ya kawaida uwanjani. So powerful prayer, so powerful worship. Yaani unafikiri kama ni fellowship, sio timu ya mpira. Amazing. Nadhani ambassador alikuwa anaombea. Kwa nini usiombee bwana? So kwa hiyo maisha ya maombi na maombi ya kufunga ni ya muhimu sana kwa kanisa na kwa muamini. Kwa hiyo unapokuwa na chakula usifunge, na ukifunga halafu kasikia njaa, fungua. Nani amesema asante? Okay, labda nielezee kidogo. Yaani ukifunga, nisikilize. Ukifunga hutakiwi kuwa na njaa, kwa sababu ukiwa na njaa inakusukuma upate nini? Lakini tunafunga ili tuwe na muda mzuri wa kumwabudu Mungu na kuomba Bwana. Sawa? Kwa hiyo unapaswa kuwa na appetite ya chakula. Unapaswa kuwa na njaa ya Bwana. Kumbuka Yesu alifunga siku 40, ukisoma pale alifunga siku 40. Sasa karibu na zile siku za mwisho, neno la Mungu linasema kwamba hata akaona. Maanake huko mwanzoni hakuona njaa. Ile ambao una njaa, huo ndio muda wa kumwabudu Bwana, wa kumwomba Bwana, kwa sababu concentration inakuwa kwa Bwana. Njaa ikija inakuelekeza jikoni. Nenda jikoni. Kwa hiyo unapokuwa katika mfungo hupaswi kuwa na njaa. Unapaswa kuwa na njaa ya Bwana, njaa kumtafuta Bwana. Be hungry for God. When you are hungry for food, break your fast. Ingia jikoni. Kwa sababu ya hivi tofauti ya hivi vitu viwili, Paulo amesema kwamba katika kukesha mara nyingi, katika njaa na kiu, alafu katika kufunga mara nyingi. Njaa, unapokuwa na njaa sio kufunga, lakini kufunga unakizuia, unamwambia mwili upate chakula leo kwa sababu nina muda na Bwana. Na muda na Bwana. Kwa hiyo yani appetite una cut off. Lazima una control ya nafsi yako, una cut off chakula ili uwe muda na Bwana, na utaomba vizuri tu. Ila njaa ikija ujue ngome imeisha. Waangalie wale ambao kana mzee na mchungaji Kauruda hapa, wewe weka pilau hapo, mwambie karibu tule. Anaishindaje hiyo tamaa ya pilau? Anaiangalia tu, anashangaa watu wanakula tu pilau. Angalia, ujui utamu wa pilau. So kwa hiyo lazima uwe na control, nafsi yako iwe na control ya kile unachokitaka. Sawa, uwe na control. Mungu ametuwekea wili ambayo iko very powerful. Ukisema no hiki inakata.
Mimi mara nyingi hata alarm siwekage, nasema tu kwamba nitaamka saa fulani, pale pale kila kitu kinakata. Yeah. 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 Alarm zimekuja zimetukuta. Sawa. Yeah. Zimetukuta. Nyinyi.com mnasumbuliwa na alarm. Yeah. But the Holy Spirit is your greatest administrator. Roho Mtakatifu ni administrator mzuri sana. Ukikaa vizuri ukamtumia vizuri, yani hautaenda kwa kupapasa tena, kwa sababu ndio tumepewa kwa ajili hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Tumepewa kwa ajili hiyo, na Bwana atakupeleka katika viwango vingine. Okay, kwa hiyo maisha ya kufunga ni ya muhimu, na ni lazima uwe na Paulo anatuambia katika kufunga. Mara nyingi ukisoma nyaraka zake Paulo na ukisoma katika Matendo ya Mitume utaona kuna wakati ambapo alikuwa analiturujia wakati fulani, kuna wakati walikutwa na dhoruba baharini katika ratiba yake ya kufunga siku 14. Pamoja na kwamba kilikuwa na kipindi cha njaa, lakini ratiba yake ilipofika bado akaunganisha siku zake 14. Mwanaume akapiga. Yeah. Paulo angelikuwa ana stature kubwa kama maneno yake, ingekuwa shughuli. Jamaa yake kalikuwa kadogo kama Joshua Senior. Yeah. Ni heri umwone kwa sura lakini usipate waraka wake. Nyaraka zake zilikuwa zinatisha. Watu walikuwa wanasema usituandikie, afadhali tukuone. Namba 3. Kushughulika na mapepo inahitaji kuwa na maisha ya kufunga, kuwa na maombi ya kufunga. Kushughulika na changamoto za mapepo ni muhimu kuwa na maisha ya kufunga. Twende katika kitabu cha Mathayo 17:20 na 21. Neno la Mungu linasema, Yesu akawaambia, kwa sababu ya upungufu wa imani yenu, kwa maana amin nawaambia, mkiwa na imani kiasi cha punje ya haradali, mtauambia mlima huu, ondoka hapa uende kule, nao utaondoka, wala halitakuwako neno lisilowezekana kwenu. Lakini namna hii haitoki ila kwa kusali na kufunga. Namna hii haitoki ila kwa kusali na kufunga. Pepo hili halitoki ila kwa kufunga na kuomba. Bwana asifiwe. Yeah. Kwa hiyo kuna aina nyingi za matatizo in this life. Yako matatizo mengi. Kuna matatizo ambayo hayatatoka kwa ushauri. Shauri leo na kesho halitoki. Piga counseling hata mpaka asubuhi. Na kuna matatizo mengine kwa kuhubiri injili, neno lenye upako sana na moto unawaka madhabahuni, kuna tatizo halitoki. Atasikiliza mpaka mwisho alafu anarudi pale pale. Changamoto iko pale pale. Kuna matatizo mengine hayatoki kwa majadiliano. Mtakaa kikao, wazee mnajadiliana na kujadiliana, tatizo liko pale pale. Na kuna matatizo mengine hayatoki kwa kuvumilia. Mnavumilia, ngoja tulipe muda hili, labda
ilikuwa mwezi, miezi, mwaka, lipo tu alitoke. Yeah. Kwa hiyo kuna matatizo mengine yanahitaji gia ya kufunga na kuomba. Yeah. Yesu akasema namna hii haiwezekani ila kwa kufunga na kuomba. Kuna matatizo ambayo yanahitaji gia ya kufunga na kuomba. Kwa hiyo tatizo linapokataa katika first application, second application, badilisha gia. Bwana kwa msaada wa Roho Mtakatifu atatoa namna ambayo italeta suluhisho kupitia namna mbalimbali za maombi ambazo ziko mikononi mwa Roho Mtakatifu. Okay, namba 4 ya mwisho. Maombi ya kufunga ni msingi imara kwenye maisha ya muamini anayetaka kwenda mbali. Ni msingi imara kwa kanisa linalotaka kwenda mbali. Ni msingi imara kwa huduma ya mtu anayetaka kwenda mbali. Nikisema huduma, wengine mnafikiri ni ile kuwa mchungaji full time, kuwa nabii mkuu na nabii mdogo. Yeah. Ile nafasi yako ya kazi ulionayo pamoja na Yesu, hiyo ni huduma yako namba 1. Kuna mambo lazima yatanasa tu kwa sababu una Yesu, na unatakiwa utoboe pamoja na Yesu katika sehemu yako ya kazi, na Yesu anatakiwa inuliwe. Haleluya. Mathayo 11 mstari 16 mpaka 19. Neno la Mungu linasema, lakini nitakifananisha na nini kizazi hiki? Kimefanana na watoto wanaokaa sokoni, wanaowaita wenzao wakisema, tuliwapigia filimbi wala hamkucheza, tuliomboleza wala hamkulia. Maana Yohana alikuja hali wala hanywi, wakasema yuna pepo. Mwana wa Adamu alikuja akila na kunywa, wakasema mlafi huyu na mlevi, rafiki yao watoza ushuru na wenye dhambi, na hekima imejulikana kuwa ina haki kwa kazi zake. Haya. Umesikia maneno? Hebu rudia mstari wa 18. Maana Yohana alikuja hali wala hanywi, wakasema yuna pepo. Hali hanywi, wakasema ana pepo huyo. Alafu akaja Mwana wa Adamu alikuja akila na kunywa, wakasema mlafi huyu na mlevi. Anakula na wenye dhambi. Zakayo amepanda kwenye mti, anamwambia Zakayo, shuka, leo naenda kushinda nyumbani mwako, kaandae msosi huko. Mwone, anakwenda kwa mwenye dhambi, mlafi huyo. Je, kuna nguvu za Mungu zilikuwa zikitenda kazi kupitia Kristo? Massive, sio? Mbona alikuwa hafungi? Kumbuka zile siku 40 za kabla hajaanza kazi. Zile siku 40 zilibeba mwendo wa miaka 3.5. Kumbuka alikuwa na muda mfupi, miaka 3.5 tu duniani ya kufanya kazi. Nakumbuka mama yake alitaka afanye miujiza kwenye harusi ya Kana, kama wewe mwanamke una nini nawe, muda wangu bado. Mtoto anakuambia yeye mwanamke, that's another level. Yeah, alikuwa ukimwingia kwenye anga zake anakufyatulia hapo. Yeah. Lakini mama yule alikuwa mjanja. Wanawake sema amina.
Yeah. Mama alikuwa very smart. Maneno aliyoyasema baada ya hapo, akiwaambia chochote fanyeni. Imeisha hapo. Amesema muda wake bado, lakini akiwaambia chochote, aliwaacha hivyo vijana na hilo neno, akaenda zake. Inaweza ikawa muda wako wa kupokea muujiza wako bado, lakini mwambie Bwana fanya chochote. Mwambie Bwana fanya chochote. Kama muda bado wa mimi kupokea huu muujiza, basi fanya chochote. Hata maji yageuke. Mama alipoondoka, Bwana Yesu akamwambia, hayo maguduri hapo yajazeni maji hayo. 1, 2, 3. Yamejaa. Haya, choteni mpelekeni mkuu wa meza. Hao wamechota maji, wamefika kwa mkuu wa meza, sio maji. Sasa usiniulize ilikuwa pombe gani. Au ilikuwa juice. What was it? Yeah. Ilikuwa kama ilivyoandikwa. Bwana asifiwe. Usiulize ilikuwa nini. Ilikuwa kama ilivyoandikwa. Tafuta tafasiri ya ilivyoandikwa. Kilichoandikwa ndivyo ilivyokuwa. Maswali mengine tutaulizana huko mbele hasa. Yeah. Okay, kwa hiyo hatuwezi kuwa na nguvu za Mungu kutenda katika kanisa. Kwa hiyo ndio maana kama kanisa linaoenda mbali, lazima tutakuwa na maisha ya kufunga mara nyingi, kwa sababu kuna nguvu ambazo hazing'oki. Kuna takataka zinazotuwinda. Dunia inataka kutudhoofisha ili tusitumike kuachilia uweza ambao unatakiwa utoke kwenye kanisa. Yesu alisema, nitalijenga kanisa langu na milango ya kuzimu haitalishinda. Maana yake kanisa litakuwa na nguvu, litabomoa malango ya kuzimu na miujiza na kazi ya Bwana itasonga mbele. Kuzimu kutaweka vikwazo, adui ataweka vikwazo, lakini kanisa litakuwa na nguvu, litayabomoa yale malango. Sasa nguvu linatoka wapi? Katika kufunga na kuomba. Gia ya kufunga na kuomba inatuhusu. Bwana Yesu asifiwe. Gia ya kufunga na kuomba inakuhusu. Lazima uwe na liturujia ya kujikung'uta mavumbi, ili safari iendelee kwa ushindi kwa ajili ya utukufu wa Kristo. Haleluya. Ili kazi ya msalaba, ushindi wa kazi ya msalaba utimilike katika maisha yako, na Kristo ainuliwe, atukuzwe katika jina la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Sio rahisi kuleta ushindi wa Yesu msalabani katika maisha yetu. Kuna mapambano tunapambana. Dunia haitaki, kwa sababu mkuu wa dunia anaendelea kutapatapa kujionyesha kwamba bado anamiliki, lakini ameshindwa katika jina la Yesu. Kwa hiyo lakini lazima kuushinda mwili ni kuishinda dunia. Kushinda mwili usikutawale. Don't be a slave of your body. Usiwe mtumwa wa mwili wako, utawale. Utawale mwili wako, umtumikie Bwana. Utawale mwili wako uweze kubeba, upeleke kwenye maombi, upeleke kwenye ushuhudiaji. Evodi upo? Ile kazi nilikwambia uishughulikie. Uishughulikie. Nataka tuingie mtaani. So, kwa hiyo turudi kwenye mstari kwamba njia ni nyembamba, nimesonga sana, na maisha ya kufunga na kuomba yanatuhusu. Naomba tusimame.
na kushauri angalau kila mwezi, kwa wale ambao hawana nguvu sana za kiroho, kila mwezi angalau unafunga siku moja ya masaa 24. Mtu mmoja sema amina. Siku moja ya masaa mangapi? 24. Maana yake 24, maana yake ukila chakula cha usiku Jumapili ya leo, unakula lini? Ukila usiku wa Jumapili ya leo, natoa mfano, sio kama nasema ukafunga. Ukila chakula, nakueleza maana ya mfungo wa 24. Ukila chakula cha Jumapili usiku kwa masaa 24, manake mpaka Jumanne asubuhi, ndio unajiongea kwenye jiko. Kwa hiyo Jumatatu yote inapita twi, asubuhi ya Jumanne ndio unakuwa umefunga. Yaani hiyo tu ni kwa ajili ya wewe kujikung'uta. Alafu hakikisha unasoma neno, si unakaa si unakaa unapiga miayo. Unaangalia saa. Mbona saa ziendi? Mchungaji, mbona saa ziendi? Saa inaenda ila wewe. Saa inaenda ila wewe, shida ndio wewe. Kwa hiyo kila mwezi uwe na siku moja. Ni afya yetu kabisa kabisa. Mwana BCC. I wish tungekuwa tuna sala ya kusalimia, sala ya kusalimiana kila mwezi. Vipi? 24 ya mwezi jana ulifanya? Hayo kila kundi mfanyie hivyo. Itakuwa ni afya. 24 moja tu kwa mwezi inatosha. Hizi zingine za kanisani hizi utazipokea tu, lakini hiyo moja tu nakwambia uifanye iwe ya ushindi, kiasi cha kwamba sio unakuwa na njaa, unakuja kufungulia tu kwa sababu mwingine utafika ile ya kufungua, naona nitafungua mchana, naona mambo yako poa sana hapa. So some of you you'll increase some more, lakini anza katika discipline hiyo, siku moja every month, 24 hours of fasting. Amen.